Hii ni ziara ya 3 ya rafiki yangu, cheva wangu, Jaiva hapa Yerusalemu. Lakini yeye si rafiki tu wa karibu, ni mtu ninayemheshimu sana kama kiongozi mkubwa. Kiongozi mkubwa wa kiuchumi na kiongozi mkubwa wa dunia. Pia kuna jambo la kipekee hapa, kwa sababu hii ni mara ya kwanza katika historia ya Israeli kwa miaka 78 kumpa kiongozi wa kigeni heshima ya kuwasha mwenge katika siku yetu ya uhuru. Hii haijawahi kutokea hapo kabla, na ni sahihi na haki kwamba inatokea sasa kwa Jaiva Milei. Hongera. Chini ya uongozi wako, Argentina imezungumza kwa uwazi wa kimaadili. Huu ndio msingi wa uongozi. Siasa daima huhusisha maafikiano, lakini ukifanya maafikiano tu au zaidi ya yote bila kusimama kwa mambo unayoyaamini ni sahihi, uelewa wa kile ambacho sahihi na kisicho sahihi, juu ya haki na dhuluma, kinachotusogeza mbele na kinachoturudisha nyuma, basi kama husimami kwa mambo unayoyaamini, kwa nini uwe mwanasiasa? Hii inakuwa ya kuchosha na si ya kufurahisha. Inahitaji uimara wa kimaadili, lakini Jaiva Milei anao kwa wingi, pamoja na uwazi huo wa kimaadili. Na ningesema kwa uwazi wa kimaadili hauna thamani bila sifa nyingine ya kibinadamu ya ujasiri. Na Rais Milei ana vyote viwili kwa wingi. Ameonyesha hilo kwa kusimama na Israeli, kusimama na Wayahudi, kupinga chuki dhidi ya Wayahudi, kusimama nasi katika saa yetu ya uhitaji, na kusimama katika vita vya kistaarabu dhidi ya ushenzi. Umekuwa wazi sana, thabiti sana na asiyeogopa na kusalimu. Rafiki yangu, nafikiri dunia huru inapaswa kusalimu. Uhuru unapaswa kukusalimu na watu huru kote duniani. Tuko katika wakati wa changamoto kubwa na matokeo makubwa. Tumekuwa tukishirikiana na Marekani katika mapambano dhidi ya utawala dhalimu wa Iran, ambao unatishia dunia, unatafuta kutuangamiza na pia kuiangamiza Marekani na kuangusha ustaarabu wa Magharibi kama tunavyojua. Tumefanikisha mambo makubwa sana, bado haijaisha, na wakati wowote mambo mapya yanaweza kutokea. Jaiva Milei ana tabia ya ajabu. Kila anapokuja Israeli kunakuwa ni kabla ya tukio kubwa kutokea. Sijui, hapana, si kumwambia mara ya mwisho na kuahidi, na sijui nitamwambia nini sasa, kwa sababu nani ajuaye kesho au kesho kutwa italeta nini. Lakini nina uhakika kwamba kwa uwazi wetu wa kimaadili na ushirikiano wetu mkubwa na Marekani, tutafanikisha malengo yetu na kuleta mwanga na matumaini zaidi kwa watu huru duniani. Pia tunafanya jambo lingine. Tunaanzisha safari za ndege za moja kwa moja. Umetuletea watu wetu karibu zaidi, na sasa tunawaleta karibu zaidi, hata zaidi. Hatupunguzi umbali kati ya Brussels Airlines na Yerusalem, lakini tunapunguza muda wa safari. Hivyo tunapunguza muda wa safari huku tukiwafanya watu wetu kuwa na nguvu zaidi. Nadhani hatuna washirika bora zaidi duniani kuliko Marekani na demokrasia kubwa ya Argentina. Umefanya kuwa bora zaidi. Unaniinua kutoka miongoni ya kudumaa na kuiboresha dunia nzima inazungumzia ulichofanya Argentina. Na kutakia mema. Najua kwamba muungano wetu sasa uko katika hatua bora zaidi. Kwa hiyo, asante JV kwa yote uliofanya. Jua kwamba sasa, kwa kuwa wewe ni Lubavitcher, wewe ni sehemu ya Manspach, sehemu ya familia yetu, kwa maana ya undani kabisa ya neno hilo. Asante rafiki yangu. Karibu Yerusalemu, wewe na mawaziri wako. You are now part of the mishpocha, part of our family, in the deepest sense of the word. Thank you, my friend. Welcome to Jerusalem. You and your ministry.